baada ya kukupa sasa namna utakavyoyaombea maisha yako 2026, sasa nataka niachilie baraka kwako. Na haya maombi ambayo nimekupa ni maombi 6 haya. Unaweza ukayagawanya kwa mwaka, kwamba mwezi wa kwanza ukajikita kuiombea jambo moja, ukaliombea sana, au unaweza kaomba yote katika mwezi mmoja, lakini jambo moja ukajikita kuliombea sana. Alafu kaenda hivyo mpaka miezi 6 kwa sababu yako 6, alafu karudia kuomba tena, na utakapofika 26 mwezi wa 12 kama siku kama ya leo, kuna ushuhuda utashuhudia, au kabla tu ya hiyo kuna ushuhuda utashuhudia. Sasa nataka niziachilie baraka kwako. Kabla sijaachilia baraka, kwanza nimshukuru Mungu. Bwana Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya anayenitazama na ananisikiliza saa hii. Asante kwa ajili ya maisha yake, nami nakushukuru kwa ajili yangu. Baba, ninamwombea huyu anayenitazama sasa. Kuna mambo ameyapitia 2025 ambayo yamemletea uchungu, yamemletea ugumu. Inaweza nikawa ni mambo ya kiafya, ni mambo ya kimaendeleo, kazi, masomo, ndoa, mahusiano. Ninamuombea siku ya leo, anavyonisikiliza, anavyonitazama, iwe mwisho wa hayo machungu, iwe mwisho wa hayo magumu katika jina la Yesu. Iwe mwisho wa hivyo vifungo na hizo roho zilizomshikilia ziondoke kabisa kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Nami namuombea Baba, atakapoingia kwenye maombi haya 6 muhimu, Bwana Yesu endelea kusema naye, na maombi haya endelea kufunua na mengine ya kuombea katika maisha yake. Na naomba Bwana ukamtendee, naomba Baba ukamfanikishe. Mimi ujumbe huu ambao umeachilia siku ya leo kwa ajili ya mwaka ujao na namna ya kuombea mwaka ujao, kuna mtu amemgusa saa hii, kuna mtu amefunguliwa, kuna mtu ameachiliwa, kuna mtu amemiliki hizo baraka ambazo ameziandaa kwenye maisha yake. Kuna mtu ataenda kumiliki, ataenda kuyaishi mema ya nchi. Kuna mtu Baba ataenda kumiliki, hata kuwa mtumwa katika mema ya nchi. Kuna mtu anaenda kupokea hayo mema ya nchi, mema ya nchi ambayo yanahusu uzao wa tumbo lake, mema ya nchi ambayo yanahusu afya yake, mema ya nchi ambayo yanahusu kazi yake ya mikono, mema ya nchi ambayo yanahusu kibali. Bwana ameenda kupokea katika jina lako, ameenda kupokea katika jina lako, ameenda kupokea afya, ameenda kupokea katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ukaachilie kwake sasa. Baba, ninakuomba ukaachilie kwake sasa. Mwaka ujao anaanza kwa kishindo, anaanza kwa baraka ile ya kumiliki mema ya nchi, kuyamiliki mema ya nchi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa ajili yake. Nami napoachilia baraka hizi, Baba, nakuomba ukaachilie. Baba, naomba ukaachilie. Bwana akubarikie na kukupa mema yote ya nchi. Bwana akupe harufu ya baraka 2026 popote utakapokuwa, popote utakapofika, lolote utakalolifanya, iwe ni kwenye mahusiano unukie harufu ya baraka, iwe ni kwenye kazi unukie harufu ya baraka, iwe ni kwenye shughuli zako za kimaendeleo unukie harufu ya baraka, iwe ni kwenye masomo unukie harufu ya baraka katika jina la Yesu. Bwana akutendee hayo yote katika jina la Yesu. Bwana akupe kuyamiliki mataifa, kuyatawala mataifa kiuchumi, kimaendeleo katika jina la Yesu. Bwana akupe baraka. Yoyote atakaye kurani, Bwana amrejeshe hiyo laana mpate, haitakupata wewe. Mabaya hayatakubarikia, hayatakukaribia wewe na ema yako na nyumba yako katika jina la Yesu. Bwana akufanye baraka, awafanye baraka wale watakao kubariki. Bwana awabariki sana.
Bwana akupe afya njema 2026. Magonjwa yasikukaribie, vifungo vya magonjwa vilivyotokana na mizimu na uchawi na magonjwa ya kulisi na mambo yote ya kulisi ambayo ni ya kishetani hayatakaa katika maisha yako, na Mungu akuinue, na Mungu akutunze, na Mungu akulinde unakotoka na unakoingia. 2026 ni ya baraka kwako. 2026 Bwana amekufikisha mpaka mahali alipokuandalia kwenye baraka zako zote za kiuchumi, za afya na mambo yote yaliyoko mbele yako. Bwana amekufikisha na ufike katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana.